mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kamati kuu inawapongeza na kuwashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kukipa imani kubwa chama cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa urais wa Zanzibar ndugu Othman Masoud Othman na wagombea wake wengine kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na imani hiyo, kamati kuu inaweka wazi kwamba hoja ya ACT Wazalendo haihusiani kabisa na kuingia ama kutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Maridhiano ya Wazanzibari na serikali ya umoja wa kitaifa iliyoingizwa kwenye katiba ya Zanzibar mwaka 2010 hata mara moja haikukusudiwa iwe ni kichaka cha kuficha wizi wa kura za wananchi, na kisha aliyeiba kura hizo aje na sauti kwa umma, aliyoiba kura hizo na haki ya wananchi kuchagua viongozi, amwalike yule aliyemuibia kuingia kwenye serikali ili ahalalishe wizi huo. Kamati kuu inawahakikishia Wazanzibari kwamba lengo la ACT Wazalendo katika kushiriki kwenye hatua zinazoendelea za kuupatia ufumbuzi mgogoro mkubwa uliosababishwa na uporaji wa haki yao ya katiba ya kuchagua na kuchaguliwa ni kusimamia mageuzi yanayohakikisha kwamba haki yao hiyo inarejeshwa na inaheshimiwa. Kamati kuu imetoa ridhaa yake kwa timu ya chama inayoshiriki hatua hizo kusimamia msingi huo. Eneo la 4 ni kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama kuuteka mfumo wa kikatiba kwa maana ya constitution order. Mfumo wa kikatiba na michakato ya kisiasa katika nchi imetekwa nyara na vyombo vya ulinzi na usalama. Tanzania sasa kwa namna yoyote ile itakayotafsiriwa na kwa vigezo vyote sio democratic country bali ni securocracy. Ni nchi ambayo inaongozwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na taasisi zote za kikatiba ambazo zilipaswa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria badala yake zinafanya kazi kwa maelekezo na maagizo ya vyombo vya ulinzi na usalama. Na hivi ndivyo mara zote ilivyotokea kila ilipokuwa tested. Ndivyo unavyoweza kuiona tume ya uchaguzi nchi nzima. Watu wote waliosimamia uchaguzi badala ya kurejea sheria, kurejea kanuni kwenye kutoa ufafanuzi wa jambo lolote lililohojiwa, walirejea maelekezo waliopewa na vyombo vya ulinzi na usalama. Ma-DSO kwenye vituo yote ya uchaguzi walikuwa wanatembea wakiwa na karatasi zao za kwenda kujaza matokeo, na wasimamizi wa uchaguzi walibaki kama ni makalani wao tu wa kujaza taarifa ambazo wao wanazitaka. Tunaona taifa ambalo katiba haifanyi kazi, taifa ambalo vyombo vilivyoundwa vifanye kazi kwa mujibu wa sheria kwa sasa vimeachana kabisa na mfumo huo wa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Ni lawlessness state ambapo watu hufanya kazi kama vile walivyoamriwa na sio kama sheria au kanuni zinavyotaka. Ni lazima hatua madhubuti zichukuliwe kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinaondolewa kwenye jukumu walilojipa la kuwawekea Watanzania na Wazanzibari watawala wasio na ridhaa ya umma. Ni maoni ya kamati kuu kwamba kwa sasa Watanzania wamepokwa haki ya kuchagua na kuchaguliwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na ni vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vinavyoamua mambo yaendeje hapa nchini. Jambo la 5 ni kuhusu katiba mpya. Kamati kuu imeazimia kwamba ACT Wazalendo itaongoza mapambano ya kupigania katiba mpya kwa vile bila katiba mpya hakuna demokrasia na haki. ACT Wazalendo tunataka mchakato wa katiba mpya uanze mara moja.